Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Serengeti Bwana Lucas Ngoto amewaagiza wenyeviti wa mikoa inayounda chama hicho kuwasimamia viongozi wa wilaya na majimbo na kuwaondoa viongozi wote wasiowajibika katika nafasi zao ili kuhakikisha chama kinapata viongozi wachapa kazi. Taarifa zaidi na Frank Mshana. Mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti Lucas Ngoto ametoa agizo hilo wakati akizindua ukarabati wa ofisi ya kanda ya chama hicho ulioenda sambamba na uzinduzi wa shughuli za chama baada ya mahakama kuiruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Mtu yoyote, kiongozi yoyote ambaye hatakuwa anawajibika, hatutakubali. Kuna viongozi na wao wameweka makoti, hawawajibiki, walichukua vyeo, wanaitwa tu mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa katibu, mheshimiwa mwenezi, hakuna chochote wanachokifanya. Wao waagize viongozi wa mikoa, mna jukumu la kusimamia viongozi wa wilaya na majimbo. Angalieni viongozi wale ambao hawajibiki, hayo makoti yaondolewe. Viongozi wa majimbo na wilaya mna jukumu la kusimamia viongozi wa kata na matawi. Nao baadhi ya viongozi wa mikoa na wilaya wa Chadema kanda ya Serengeti wamekiri kupokea maelekezo ya mwenyekiti wa kanda. Kwa mama ndio nguzo ya chama, tusirudi nyuma, twende kwenye mapambano. Nashukuru sana pia kanda yangu ya Serengeti, tuko imara kuliko kitu chochote. Wanaume mkajitathmini. Sisi akina mama tuko imara kweli kweli, na tuko tayari mheshimiwa mwenyekiti kupokea maagizo yote kutoka ndani ya chama na sisi wa mama tuweze kuyatekeleza. Jackson Mnyawami ni katibu wa Chadema kanda ya Serengeti amebainisha shughuli zilizofanywa kuashiria kuanza shughuli za chama baada ya mahakama kukifungulia kuendelea na shughuli za kisiasa. Huu ni juhudi za kuhakikisha kuwa ofisi ya kanda inakuwa kituo imara cha kisasa na chenye hadhi inayolingana na mahitaji ya sasa ya kiutendaji na ya kisiasa. Kwa muda mrefu ofisi yetu ya kanda ilikuwa ikitumika kama kitovu cha shughuli mbalimbali za chama, ikiwa ni pamoja na mikutano, vikao na uratibu wa shughuli za kiutendaji, kuboresha na kukarabati jengo zima la kanda, kujenga uzio imara na kuimarisha usalama wa ofisi ya kanda, kuongeza ubora wa mazingira ya kazi, kuimarisha huduma za wanachama na wageni wanaohudhuria mahali hapa. Jumla zoezi lote hili tumekadiria inaweza kutumika milioni 112 kwa hatua za awali. Wakati huo tunaendelea kufanya tathmini ya hatua nyingine.